Nini muda huu hapa dakika ya 42 na moja kwa moja tunamwachia Dimba Jamal Mruma aweze kuanza kutiririka. Na hiyo sisi tutahusika. Hiyo unajua inaitwaje mwezi huu? Soma hii inabidi iite Jamal kajileta. Jamal kajileta. Afula anasoma magazeti siku ya wajinga. Sanne bado tutakunyanyasa leo. Tutakunyanyasa leo wewe. Hiyo inaitwa Jamal kajileta. Jamal kajileta. Haya baba. Mjomba ni mama amekuita. Habari leo gwiji la habari Tanzania, dakika ni 43 saa moja. Asante kwa kunikaribisha bwana, ndugu zangu madalali. Naam. Mjomba ni mama, huwa utani na mimi umezidi, lakini ni kikubwa na muombea Mungu ifike mwezi wa 11 12 kwa sababu Uturuki iko karibu. Ahadi yetu. Uturuki iko karibu. Taratibu. Mimi nishakwambia. Na inaenda tena, tushamaliza robo ya kwanza ya mwanzo. Mimi nilichofanya nimeshanua kifungo cha suti. Naanza mdogo mdogo. Umeanza na kifungo? Kifungo kwanza. Stop sure. Unajua wewe ni wapi samani, najua nakula dakika yako, sekunde zako. Unajua umezungumza kifungo. Mimi na mdogo wangu anayenifuata kabisa. Anaitwa Pasco. Pasco kwenye ukwaji bwana. Alianza kununua chaja kabla ya simu. Tukamuuliza umenunua chaja? Unajua simu utakayokuja kununua. Huyo ana plani. Sasa huyo mwambie awe inspirational speaker, maana anakuambia inspirational speaker anakuambia kabla sijaanza kufuga kuku wangu 300 nilikuwa nina manyoya ndani. Sasa wewe manyoya. Sasa usimchawi. Manyoya unakaa nayo ndani ya nini? Inspirational. Hatari ni speaker. Gwiji la habari Tanzania, habari leo. Mamia wamzika mbunge wa zamani Bwege. Mbunge wa zamani bwana jana amezikwa, na walikuwa viongozi tofauti wa vyama vya upinzani. Alikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Walikuwa viongozi wake wa ACT Wazalendo, kama pia Mchinjita walikuwa pale na wengine. Lakini moja kati ya kiongozi alikizungumza bwana Heche ni kwamba Bwege hakuwa mbunge wa eneo lile tu. Alikuwa ni mbunge sio wa Kilwa Kusini tu, alikuwa ni mbunge wa Tanzania wa kitaifa akiwa amebeba uzalendo. Ndio maana Watanzania wengi walikuwa wanamjua Suleiman Bungara Bwege marehemu kuliko hata walivyokuwa na wajua wabunge kwa undani wabunge wao. Na ukitaka kuamini hilo, angalia pale kwenye eneo lile Kilwa Kusini, angalia pale kwenye eneo lile utaona kabisa mbunge wa pale hajulikani. Lakini Bwege alikuwa anajulikana. Mimi naomba nikuombe kitu. Yeah. Unaweza ukatafutia clip ya nani? Yoyote ya Bwege. Wewe sema unaiomba ile. Uwezi kwenda bila maji. Nini bila maji na kujua eno unaitaka hiyo. Unaitaka ile. Kila siku tunaiplay. No, tuna kizazi ambacho yawezekana wakati Bwege akiwa yuko bungeni, hicho kizazi kilikuwa hakija notice. Ngoja tuweke kidogo. Sasa hivi mrithi wa Bwege, yani mtu mwenye vituo kama Bwege bungeni ni nani? Bileva. Au wewe tuiangalie hii moja hapa. Mwezi la bila maji. Ya tuiangalie hii kiplay hapa vizuri tu uta. Sie wewe mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi yako kuisimamia serikali. Sio kila kitu serikali ikisema baya ndio, zuri ndio. Wabunge mmekuwa sasa hivi kama, na mimi nakujueni nyinyi CCM wajanja kweli kweli. Mnataka mwaka 2019 ndio wakulima muwape, wafanya kazi wawape hela. Unajua kwa nini mkavyo play hiyo nani? Unajua kwa nini? Kuna kitu kinaitwa identity. Bwana. Hivi mnanielewa? Hicho kicheko tunakiomba tu creative. Kuna jingo inahitajika kabisa. Yaani kuna kitu kinaitwa identity. Unajitofautishaje na watu kwenye eneo husika labda jukumu yako? Unajitofautisha kabisa. Yaani kwa nini? Hebu mtafute na Msukuma. Tunajaribu kutafuta icon za bunge. Yaani ambao kidogo tunaona wanamsogelea. Ambao wanamsogelea kwa punchline bungeni. Tumpate Msukuma kidogo. Madam Speaker, forgive me this chance. I want to ask you one question. Where are you
What did you do? What did you do for last 5 years? Did you hear his question? Huyo ndio msukuma huyo sasa. Na ili ukusanye hela utoke kwenye 1% ya pato la taifa. Mheshimiwa Waziri, unanisikiliza au unachati? Mimi kiukweli mbadala namuona kabisa Msukuma ni mmoja kati ya master kabisa, mheshimiwa Msukuma pale bungeni pale. Kwamba anaweza akamrithi Bwege kwa vituko. Vizuri tu. Na sio vituko vya ajabu, ni vituko vyenye mantiki. Kwamba mheshimiwa waziri unanisikiza au unachati? Unachati. Nyingi sasa hivi naangalia hata ukiingia kwenye maduka tusuti tumepanda kweli bei, ukigusa 1,200,000 anakuja mwingine ananunua hata 5 na kamoka kazuri na Kiingereza kingi, kumbe wezi. Ukimkuta ofisini mtu ameuramba vizuri amechongora, kumbe mtu mwizi. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, niwaombe kama tuna uwezo wa kutoa maamuzi kuisaidia serikali, kiukweli taifa hili linaibiwa hela nyingi sana. Ukijumlisha hizi hela tu zilizotajwa na CAG, sio hela ndogo kwenye miradi ya maendeleo kama ingepelekwa. Sasa nadhani tuna maamuzi kabisa kama bunge, sheria inaturuhusu kuchukua maamuzi kuielekeza serikali, na msipotusikiliza basi tuchukue maamuzi kwenu wenzetu ambao tumewatuma, mmechaguliwa kwenda kutuwakilisha huko kwenye serikali. Kwa kweli pesa zinaibiwa mno. Ukienda sehemu nyingi sasa hivi naangalia hata ukiingia kwenye maduka tusuti tumepanda kweli bei, ukigusa 1,200,000 anakuja mwingine ananunua hata 5 na kamoka kazuri na Kiingereza kingi, kumbe wezi. Yaani unajua hakuna kitu, mimi unajua pia ni moja ya watu ambao napenda kuleta message. Yaani nakupa message in a funny way, lakini ukikaa ukitafakari unajua dawa jamaa alikuwa ananipiga, lakini kama utani hivi, lakini ndo alikuwa ananipiga. Sisi tumemoja akimbei kwa mtu anachukua 5 na kamoka kazuri, kumbe mwizi. Na ni kweli. Watanzania waelezwe ukweli umuhimu wa tume ya Jaji Chande. Hii ni Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini buriani Lukuvi, mamia wa mzika, Mwigulu Pinda wa msifu kuacha alama, lakini Wasira Makinda wasema maisha yake mfano wa kuigwa. Ya rest in peace, pumzika kwa amani. Ndugu yetu William Lukuvi. Haya, pamoja na mheshimiwa Bwege pia. Pamoja na mheshimiwa Bwege. Kuna tusema ikoni yao. Uwezi kurara na mama bila maji. Utararaje na mama bila maji? Tanzania yavuna bilioni 497 mazao ya viungo. Mazao ya viungo. Jamani, spices. Hakuna zao linatisha na linauza kama spices. Mimi nakumbuka nilienda shamba la viungo kule Zanzibar. Kasto. Tuje twende. Yaani ukifika lile eneo unasikia tu girigiriani, vitunguu saumu. Yaani unakuwa ukiingia unajisi wewe ndio pilau. Hamna haja ya perfume. Yaani ndile eneo perfume ya nini? Kwanza unasikia watu wanaimba kwenye miti. Hakuna matata. Tanzania yetu hakuna matata. Zanzibar. Hatari hiyo eneo. Kilo ya iliki. Oya, pananukia. Jamaa alifanya kilo ya iliki. Jamaa alifanya mpango. Kilo moja ya iliki. Kwa bei ambazo nilikuwa nazo mwezi wa kwanza ilikuwa kilo 60,000. Nasema wiki hii tumecheza na bei jamani. Nasikia kuna mtu kalazwa jana alipopata tu ile dili ya nyuki. Aliambiwa ile nyuki ni kilo kadhaa. Sikafakamia mjinga. Wamemtandikaje? Hadi kafakamiaje? Afakamia mzinga wa nyuki apate ile sumu ya nyuki. Alivyosikia ina hela sana jana imetajwa. Ili apone. Uje sikia ile sumu ya nyuki bei yake. Nimesikia si dola 3. Sasa mwamba yani alienda eti aipate ile sumu akauze kazimie. Nyuki unamfuata hivi hivi kama mjomba wako. Leo tuna bei za spice. Bei za spice. Kuna watu taunga pilau. Unapata taunga pilau. Ila jamani pilau haizoeleki. Haya, ukumbi Karimjee kutunza nyaraka za muungano. Okay. Lakini shule ya uongozi ya shauri maridhiano kujenga nchi. Kinondoni kinara makosa makubwa ya jinai 2025. Jinai
Si mashida yako utatujibu tu hapa. Kinondoni wenyewe hawapoi. Kino haijawahi kupoa. Hivyo unajua moja kati ya vitu ambavyo mimi naambiaga watu kila siku. Kwa sisi wahenga, achana na kina Jamal na Hassan. Mimi na wewe. Unajua ukija Dar mara ya kwanza kama hujafikia Kinondoni wewe hujafika Dar. Kino ina matukio. Itabidi tumcheki Nyandu. Wakati nakuja Dar mimi of course nilishukia pale. Mimi naishi Mwananyamala pale. Na Kinondoni sio mbali. Akasema bwana mimi nataka niishi Kinondoni. Bwana nikampata dalali. Kama madalali nyinyi bwana. Kanizungusha mjomba, kaniweka kwenye chumba hicho, kaniambia hichi mjomba unakaa hapa unaenjoy. Chumba kina matobo. Yaani Kinondoni yako. Kinondoni. Nikamwambia dalali unasema hapa sema nini ya mguu 20. Kaambia asante kwa kushiriki. Hivi Traventine yenyewe sipo Kinondoni? Yes. Sasa ile Traventine ile zamani wakati ya moto walikuwa wanapiga taarabu, ilikuwa ni Jumatano. Traventine Magomeni. Ni Magomeni. Sasa hivi imebadilishwa jina. Pale babu tulishafikishiwaga pale timu ya mkoa. Hatukujua kwamba ile hoteli huwa ina heka za taarabu. Siku moja ile sasa siku ya taarabu. Wewe umeteseka. Tumeenda kwenye mechi, tumerudi. Tunakuta pamejaa vidole juu. Sasa kocha ikabidi aanze kupambana, wachezaji msitoke kwenye vyumba. Wewe unadhani mchezaji unamjua wewe? Habari leo kwa kweli na uwazi, maudhui ya utangazaji yana mchango ujenzi wa jamii. Dr. Pembe Waziri Hemedi aridhishwa maandalizi uzinduzi mbio za mwenge wa uhuru. Ukraine alipiza kisasi kwa Urusi na kushambulia bandari. Dr. Mwigulu ahitimisha safari ya mwisho ya Lukuvi. Mwananchi gazeti liko hapa, polisi waanza kukamata taa za mwanga mkali. Bwana kuna watu hii tatizo hili. Nimeona huo mchongo. Umeona? Sio uli nani? Kwanza daraja limeanza kubomolewa. Usianze kusema tu. Kwanza wapi? Nyinyi ndio mnakuwa mnajenga madaraja hana viwango. Ngoja kwanza hapo swala la taa kwanza. Asubiri daraja nitakujibu. Taa hizo. Kiboko. Hizo za taa hizo. Polisi ongereni. Alafu sasa hivi kuna vitaa vimekuja vya Kichina vinafanya hivi. Uoni. Vinakuchanganya. Uoni mbele. Sio wewe, sio anayekuendesha mwenye chombo, wote amuoni mbele. Hapo sasa hivi hata bodaboda inaweza kukuweka chini ya ulinzi. Unaona full ya bodaboda mpaka mwenye gari unapaki. Wako smart. Hivi hiyo daraja la Goba mlikuwa mnazungumzia kama daraja gani? Tulia hivi. Mtipesa upafahamu? Napajua ndio. Hamna daraja Mtipesa. Lipo. Ndio hilo sasa. Natakuwa libomolewe. Una shida gani? Shida gani? Shida gani? Watu wa Goba mjui nyewe mpaka njia yenu na vitu vya ndani na wahusu. Njia yenyewe kwa ina matuta 20. Yaani watu wa Goba bwana sisi mlifikiri waje. Yaani unataka kusahau. Sio 20 ni yako 27. Haya, tuta 27. Baada ya ripoti ya CAG, sababu za hasara kujirudia zatajwa. Wachambuzi wa siasa na uchumi waanika mzizi wa tatizo, siasa uwajibikaji vikichukua nafasi, watoa mapendekezo yanayoweza kupunguza au kumaliza tatizo. Alikuwa anataka feedback hiyo. Sasa hii feedback ya wanasiasa na wachambuzi. Wanasiasa na wachambuzi. Haya, sawa, tuendelee. BOT yasitisha kuuza akiba ya dhahabu. BOT yasitisha kuuza akiba ya dhahabu. Lakini ajali ya basi yaua 6 Singida. 55 wajeruhiwa. Basi ilikuwa nenda hapo kwanza. Bwana, ile basi bwana, kwanza unaona lilivyokuwa. Yaani ile basi ilikuwa linatoka Dodoma. Tutakuwa la usiku. Kama ile yani ile barabara ilikuwa na mashimo. Tumeisema tu juzi. Wiki hii tumeisema jamani.